Maisha ya Tanzania hasa kwenye timu hizi mbili kubwa za Simba na Yanga mara zote huwa zinakuwa zina surprise. Imagine tarehe 8 Simba wakati wana jambo lao la Simba Day, moja kati ya sajili kubwa ambayo ilikuwa inazungumzwa ni Selemani Mwalimu Sele Gomez kuweza kurejea kwenye kikosi cha Simba na baadaye wakadisplay pale kwenye uwanja wa Uhuru na Simba wakathibitisha na Selemani Mwalimu akazungumza kuwa anarejea kwenye kikosi cha Simba. Video sijui imerekodiwa lini, mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo Simba wakamtambulisha pale Sele Gomez na jambo likaishia hapo. Lakini msemaji wa Yanga alikuwa anafungua kodi kila siku, anazungumza, anasema kuna mchezaji anafanya mazoezi na timu yao, tutamtambulisha kwenye kikosi chetu, kwa maana ya kikosi cha Yanga. Watu wengi walikuwa wajui ni kama ni Selemani Mwalimu Sele Gomez ambaye kuna siku alienda kutazama mechi ya Yanga kwenye uwanja wa KMC pale, na nadhani tetesi zilianzia pale. Wengi waliunganisha dots, walisema huyu bwana siku moja huenda akacheza kwenye club ya Yanga, lakini ilikuwa ni kama story tu. Wengi walikuwa wakaudhania kwa sababu ilikuwa tayari Selemani ameji-in-touch na kikosi cha Simba Sports, na huyu ndiye mfungaji ambaye amefunga mabao mengi zaidi kwenye kikosi cha Simba, akifunga mabao 9, lakini pia akitengeneza mabao mengine 9, kwa akihusika na mabao 18. Kwa hiyo iliishia hapo, na Simba na Wydad kuna wakati walizungumza mara baada ya Simba kudisplay picha kwenye page yao kuwa wao wamemnasa Selemani Mwalimu Sele Gomez, na picha zile zikasambaa kwa kweli, na baadaye Wydad ambao ni wamiliki wa mchezaji wakaibuka wakasema hawajui kitu chochote. Kwa hiyo kama utaunga dots, huenda kile ambacho wanakifanya Wydad nyuma yake kulikuwa wanakifahamu kipi ambacho kinaendelea. Hatimaye leo wananchi Young Africans wamemtambulisha Selemani Mwalimu Sele Gomez ambaye ni kama grafu yake imekuwa imeenda kwa haraka mno kwenda kwenye kikosi cha Yanga. Alikuwa Fountain Gates, akaenda zake Wydad, baadaye akaja Simba kwa mkopo, lakini pia Yanga wamehijack deal na wamemchukua nao kwa mkopo. Labda zile fedha ambazo kwa zinazungumziwa na Wydad kuwa hazijaingizwa, Young Africans wameingiza, kwa mchezaji wa mkopo ni rahisi kuweza kumchukua. Lakini ambacho kinazungumzwa hapa na kwenye picha ya kawaida, kwa nini mnyama alibuka mbele na akazungumza azifu deal ameikamilisha, ameimaliza, kwamba amezungumza na Wydad na mpaka mchezaji mwenyewe amezungumza. Lakini pia Sele mwenyewe Sele Gomez, kwa nini imekuwa hivi? Hii video alirekodi mapema, na unaweza usimlamu hivyo kwa sababu yeye ni mchezaji wa mkopo, ni mchezaji ambaye timu kama itafikia kwenda kuzungumza na timu yake mama na yeye mwenyewe akaridhia kwenda, inakuwa ni rahisi. Kwa mantiki hii Sele ameridhia kwenda Young Africans, lakini pia inatoa walakini hii video ya mnyama ilirekodiwa muda gani, na inaendelea ni sehemu ya hizi timu kunyang'anyana na wachezaji, lakini pia kutumia trick kubwa ambayo unaiona. Sasa tuje kwenye eneo la branding na utani wa jadi. Yanga wanakuwa far away kwa sababu hapa watazungumziwa kwenye eneo kubwa kwamba wamewashinda Simba, wamewabeat viongozi wa Simba, lakini pia wamekuwa hapo kwenye sharp kwenye mambo yao kuweza kuyapambania na kuyafanya vile ambavyo wanafanya, na huwa yanatokea mara moja. Hii unaweza kuwasifia hapo. Lakini kwa Simba Sports nayo inafikirisha kidogo, kwa sababu kama ni mchezaji nyinyi ndio mlikuwa naye kwenye msimu mmoja wa mkopo na alionekana mchezaji muhimu kwenye kikosi chenu kwa nyakati fulani hivi, na mkamwacha hivi, imevyotokea inaonekana kama mmewalet down hivi mashabiki. Hilo ni eneo la huku nje ya uwanja. Tuende kwenye eneo la pitch. Timu ipi ambayo inaonekana hapa imefanikiwa zaidi? Kwangu, kwa sababu Sele hajacheza Yanga, yuko Simba, alikuwa Simba, nitaiona kama Simba hapa amekuwa ni washindi. Japo walikuwa wanapambana ili aweze kumadi huyo mchezaji, lakini uko unaona tayari walikuwa kama wana caution fulani hivi, wana tahadhari ambazo wamezichukua. Kumsajili Ibrahim Dumbia, mfungaji bora kwenye ligi ambayo ametoka kati, anakuja hapa tayari ni eneo la kwanza ambalo mnyama alikuwa na wasiwasi na maisha ya Selemani Mwalimu. Kwa hiyo tayari alijidefend hapo kuchukua nyota mwingine ambaye amekuja kwenye kikosi hiki chao cha Simba, ambaye hata kwenye pre-season Selemani hakuwa sehemu ya kikosi cha Simba, na kwenye kundi la Kagame Sekafa Cup ambalo mnyama alikuwa na Mogadishu, mnyama alikuwa na Jamus pamoja na Singida Black Stars. Ibrahim Dumbia Osimhen wa Bongo alitumika kwenye michezo yote, hata mchezo wa Limareka kwa kirafiki, lakini pia hata kwenye mechi ambayo alicheza dhidi ya Police Kenya, mechi 5 zote
alimtumia huyu. Kwa hiyo kama unaunga dots, Simba alikuwa anajua nini kinaweza kikatokea mbeleni, kwa hiyo wameunga hapo. Lakini pia ukirudi nyuma zaidi kwenye msimu huu ambao Sele amefunga mabao 9 au kutengeneza mabao 9, kama Steve Barker alikuwa hana uhakika wa kuishi na Selemani Mwalimu. Ulikuwa unamuona hana huo uhakika, kwa sababu kwenye mechi nyingi ambazo zilikuwa za kimaamuzi alikuwa anamtumia kama super sub. Ni silaha hiyo, tumeona kina Ole Gunnar Solskjaer na wachezaji wengine wanatumika kwenye eneo hilo, kama ni wachezaji ambao wanatokea bench wanaenda kuamua mchezo, lakini pia unaweza ukaiweka kama ni alikuwa anajiandaa na maisha ya what happens, kama kuna kitu kitatokea mimi nitafanya nini kwenye ghafla hivi. Kwa hiyo tunamuona Ino Loemba kwenye dabi ambayo ilichezwa visiwani Zanzibar. Kwanza kabisa Ino alicheza kama force number 9 pale na alifanya vitu hivyo, lakini utulivu vilikosekana, kwa baadaye Sela akaingia. Elim Panzu kwenye kiwango bora kabisa. Nakumbuka mchezo ambao uchezwa Airtel Stadium, Simba walifunga bao, then Singida wakarudi mchezoni na baadaye Mpanzu akafunga bao. Ni force number 9 hiyo alikuwa anaitumia Steve Barker. Kwa hiyo unaweza kuhitaji ni faida ambayo mnyama huenda amekuwa nayo, kwamba alikuwa kama kimazingira alikuwa ashajiandaa kuishi bila Selemani Mwalimu. Unaweza kuwasifu kwenye eneo hilo, lakini bado aiondoi kwenye eneo la nje. Mashabiki wanaonekana kama wameshindwa fulani hivi, kwa sababu hizi timu hata mtu akiwa msafisha tu vyombo akiwa timu moja akachukuliwa kwenda kwenye timu nyingine bado itazua mijadala. Ni mtu wa pili huyu anazungumza kwenye miaka ya karibuni. Nakumbuka Senzo wakati anatoka Yanga anaenda Simba, huyu Sele naye anatoka Simba anaenda kwenye kikosi cha Yanga. Kwa Yanga wenyewe huyu ni striker wanne kwenye eneo la mbele, kwa sababu unapita Shalulile and then una huyu ambaye anaingia hapa, una Mihamba uweze kumhesabia sana, yes, na wachezaji wengine kwenye eneo la mbele, lakini zaidi utamzungumzia Peter Shalulile pamoja na huyu, na wachezaji wengi ambao Yanga wamewasajili kwenye eneo lao la mbele. Ambacho utajiuliza, Sele ni usajili wa kisiasa, ni usajili wa kimbinu ambao utawasaidia Yanga? Yes, of course, kwangu naona ni ana msaada mkubwa kwenye kosti ya Yanga. Unajiuliza kama Peter hatakuwa na kiwango, hajazoea ligi, huyu nani ambaye atakuja hapa atakava? Kwa sababu Peter amefanya transformation kubwa ya mabadiliko ya ligi. Imagine amecheza kwenye PSL, ligi ambayo inasifika kuwa na viwanja bora, kwetu vina viwanja bora kabisa, lakini bado yeye amefanya hiyo shift. Kwa hiyo unapokuwa na Sele kwenye viwanja fulani hivi, mfano kiwanja cha Arusha, Sheikh Amri Abeid na viwanja vingine vya mikoani, unapokuwa na mtu kama Sele Gomez ambaye ni mzoefu tangu yuko Fountain Gates, Singida Fountain, alikuwa anaweza kucheza kwenye hivyo viwanja. Kwa hiyo ni faida nyingine ambayo Yanga anaipata kwenye eneo hilo la kumbackup Peter Shalulile. Lakini eneo lingine huenda ni pressure hii ambayo ameivaa Selemani Mwalimu Sele Gomez. Faisal, unakumbuka wakati anatoka Yanga kwenda Azam, alikutana na pressure kubwa kulikweli, lakini taratibu alikama up na mambo mengine yameenda vizuri. Kwa Sele vipi itakuwaje? Kwa sababu ni timu hasimu, umetoka Simba, uko unategemewa, uko ni mmoja kati ya watu ambao Mwalimu alikuwa anakuhesabia, umetoka umeenda kwenye kikosi cha Yanga, mashabiki wa Simba wanakuonaje ama wanakuchukuliaje? Kwa hiyo ni eneo lingine hili ambalo Sele tunapenda watu wote tumuone anaweza kuiovercome vipi hii situation, lakini kwangu ni usajili mzuri ambao tutasubiri kuona uwanjani unaweza ukaleta nini. Hawa wanaitwa On Sport TZ. Wewe subscribe, like na comment bila kusahau kushare. Mimi nawashukuru sana kunitafuta leo na kuweza kuchangia ama kutoa hiki ambacho nimekitoa. Asanteni sana.